Ukiwa na daftari litakuwa ni jambo la kumpendeza Mungu. Tatumia muda mfupi tu sana, wala usipate shida, usilale, sababu maneno machache ninayotaka kushare na wewe mchana huu yanaweza kukusaidia sana, inaweza kukuboresha katika safari yako ya kwenda mbinguni, lakini pia safari yako ya kufika kule ambako wewe unatarajia kufika. Kichwa cha somo unaweza kaandika kushinda vipindi vya changamoto na migogoro. Kushinda vipindi vya changamoto na migogoro kwa kutumia kanuni za ufalme wa Mungu. Kushinda vipindi vya changamoto na migogoro kwa kutumia kanuni za ufalme wa Mungu. Kwanza, unachopaswa kuelewa ni kwamba changamoto yoyote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Changamoto yoyote ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Hakuna kipindi ambacho kutakuwa hakuna changamoto katika maisha ya mwanadamu. Unapomaliza kutatua changamoto fulani, kwa kawaida changamoto nyingine huwa inakuja. Kwa hiyo changamoto ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Kila mwanadamu, bila kujali umri wake, bila kujali elimu yake, bila kujali kazi yake anayofanya, bila kujali hata biashara aliyokuwa nayo, kiwango chake cha imani, kwa namna moja ama nyingine huwa anapitia changamoto katika maisha. Hata wewe mwenyewe ni shahidi. Sasa hivi inawezekana upo katika changamoto fulani. Inawezekana ni changamoto ya kifedha ambayo ndio tatizo kubwa la wengi. Inawezekana uko katika changamoto ya kiafya, kuna ugonjwa fulani unakusumbua, ama changamoto nyingine yoyote ile. Changamoto ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Swali sio changamoto. Issue sio changamoto wala sio mgogoro ambao inaendelea. Swali ni je, unashughulikiaje changamoto ambazo unakutana nazo? Wewe unashughulikiaje changamoto ambazo unakutana nazo? Nimeshawahi kumwona mtu, sio story, na ushuhuda ambao nimeushuhudia kwa macho yangu mimi mwenyewe. Nimemshuhudia mtu baada ya kusikia ameathirika na ugonjwa wa ukimwi akajinyonga. Mtu ambaye ninamfahamu, aliacha watoto wawili wadogo. Yeye aliamini kwamba alichokutana nacho ndio mwisho wa maisha yake. Unashughulikiaje changamoto ambazo unakutana nazo? Kuna watu ambao baada ya kusikia mtoto wake amefariki, na yeye akafariki hapo hapo, au mwingine anazimia. Kumbuka, changamoto ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Popote pale unapotembea, yani uwe na uhakika kwamba muda wowote unaweza ukapokea taarifa ambayo si nzuri. Sasa usipokuwa unaufahamu, unaweza ukajikuta na wewe unaungana na hiyo taarifa. Moja, nisomee Mhubiri 3:11 mstari mmoja tu. Nyakati ngumu huwa hazidumu. Haijalishi ni kitu gani ambacho unakipitia leo hii, mimi ninachotaka ni kuhakikishie 100%, nyakati ngumu huwa hazidumu. Maisha ya mwanadamu ni kama msimu katika mwaka. Ndani ya mwaka kuna misimu tofauti tofauti. Kuna kipindi cha mvua, kuna kipindi cha jua kali. Ndivyo maisha ya mwanadamu yalivyo pia. Yoyote ambao unamuona huko nje, ukikutana naye mtu yoyote kwenye daladala, tajiri yoyote ambaye unamuona, mtu yoyote awe ana fedha au siwe na fedha, kuna changamoto ambayo inamsumbua na anaitafutia suluhisho. Hata mimi kuna changamoto ninayo hapa na ninaitafutia suluhisho. Haimaanishi kwamba nikisuluhisha hiki ninachokitaka hakutokuwa na changamoto nyingine. Unaposhindwa kuhimili vipindi vya changamoto, madhara ya changamoto yanaweza akawa jibu yako
Somee Mhubiri 3:11. Nasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ili kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Amen. Kila kitu amekiweka kwa wakati wake. Maana ni kwamba kuna wakati wa kulima, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa furaha, kuna wakati wa maumivu. Mimi sijui unapitia nyakati gani kati ya hizo. Inawezekana sasa hivi upo katika maumivu makali. Unajua kuna wakati unaweza kuwa unapitia vitu ambavyo hata wewe mwenyewe huelewi ni nini kinachoendelea katika maisha yako. Zipo hizo nyakati, yaani unashindwa kuelewa ni kitu gani kinachoendelea katika maisha yako, lakini haina maana kwamba zitakuwa hivyo kipindi chote, zitaisha tu. Ukishindwa kuzielewa nyakati, unaweza ukajikuta unaingia katika changamoto kubwa sana, yaani changamoto uliyopitia ikazaa changamoto nyingine. Asubuhi nilikwambia kwamba ndani ya changamoto huwa kunakuwa na mlango wa kutokea. Kwa hiyo unachokutana nacho hakina maana kwamba ndio kimekuja kukubeba. Tuna mifano mingi sana katika Biblia, tutaangalia hapo mbele. Kuna wakati utapoteza kazi, wala huna haja ya kulia au kulaani. Wengine huwa wanalaani sana. Hapana, Mungu huwa anakuwa na sababu katika kila kitu kinachotokea. Wakati mwingine unapitishwa katika changamoto ili ustuke, uanze kufanya kitu chako. Unaweza kuachishwa kazi leo hii, lakini lengo la kuachishwa kazi uanze kufanya kitu, biashara yako wewe mwenyewe, uanze kujitegemea. Unaweza ukafilisika, unaweza ukashuka kiuchumi, unaweza kupoteza nyumba, unaweza kupoteza gari. Ni vitu ambavyo kiangalia umetumia fedha nyingi kuvifanya kuwa hivyo hadi vilivyo leo hii, na vinapopotea kimsingi lazima uumie, kwa sababu uliwekeza fedha nyingi sana, lakini haina maana hautopata tena. Chochote ambacho umekipoteza, kama uliweza kukipata, maana yake unaweza kukipata tena, unaweza kukipata tena. Kwa hiyo changamoto zisikufanye ukapoteza dira yako. Haijalishi umekutana na nini. Changamoto huwa zinatokea kwa sababu haujapanga. Kuna mambo yanatokea tu, ukupanga yatokee, lakini yametokea. Sasa unajidhibiti vipi na mambo ambayo huwa yanatokea ghafla, na yanaweza kutokea hata ukiwa hapa ibadani. Unapokuwa katika changamoto, utakuwa katika hofu, unaogopa, utakuwa katika msongo wa mawazo, utakuwa katika hali ya kukata tamaa. Wakati mwingine unaweza kukata tamaa, kuona hii haiwezekani tena. Unakuwa una wasiwasi, unakuwa upo mpweke, na ni mbaya ukiwa katika changamoto fulani, hasa ukiwa mpweke. Kuwa makini sana na aina ya maamuzi unaofanya kwa wakati huo. Shida sio changamoto, shida ni jinsi unavyodhibiti hiyo changamoto yako, jinsi unavyo control mtazamo wako. Fulani ya muda, huzuni pia ni ya muda, lakini kwa chochote kile ambacho unakipitia, jifunze kuchukua somo ndani ya hiko kitu. Chochote kile ambacho unakipitia kwenye maisha yako, lazima ujifunze. Usipojifunza, maana yake ni kwamba wakati mwingine unaweza kujikuta unapita, unarudia kosa lile lile ulilofanya mwanzoni, na hakuna kitu kibaya kama kurudia kosa lile lile ulilofanya. Wanasema kosa sio kosa, kurudia kosa ndio kosa. Kosa sio kosa, kwa sababu mwanzoni ulikuwa hujui,
Sasa umejifunza, utakaporudia kitu kama kile kile, sasa hilo ndio tatizo. Usije ukafanya maamuzi ya kudumu ukiwa katika changamoto. Maamuzi ya kudumu, maamuzi kuhusiana na maisha yako ukiwa katika changamoto, maamuzi mabaya ukiwa katika changamoto, jizuie sana. Lazima ujue kucontrol mtazamo wako. Kila kitu kinaanzia kichwani, na ndio maana tunaweza tukaona kitu kimoja lakini tukawa tuna mitazamo tofauti. Nilisema kwamba tunaweza tukamwona labda mtoto anatembea kwa barabarani hana viatu, wewe ukaona ule ni umaskini, mimi nikaona ile ni biashara. Huo ni mtazamo. Kuna ile ni biashara ya viatu pale. Hiyo yote ni mtazamo. Usije ukajiua. Wakati mwingine inabidi ukae chini utafakari, hivi kitu gani ambacho kitanifanya mimi nichukue maamuzi ya kujiua? Unajaribu kufikiria ni kitu gani kitatokea kitanifanya mimi nichukue maamuzi ya kujiua. Ukichukua muda kulifikiria swala hilo, linaweza likakusaidia hata likitokea usichukue hayo maamuzi, kwa sababu tayari ulishalifikiria, ulishaandaa. Hata kama likitokea, basi ninaweza kulidhibiti kwa hivi na hivi. Unajua kujiua ni dhambi. Kujiua ni dhambi. Yuda alifanya maamuzi ya kudumu akiwa katika changamoto. Angalia, Yuda na Petro sio walifanya kosa lile lile? Wote walimsaliti Yesu, si ndio? Petro alimsaliti Yesu, Yuda naye alimsaliti Yesu. Lakini Petro alifanyaje? Alipogundua kamsaliti Yesu, alienda kutubu, akaomba msamaha. Yuda alifanyaje? Akaona changamoto ni ile ile, lakini ikawa ina matokeo tofauti, kwamba angeomba msamaha asingesamewa. Kuna Petro alisamewa. Mungu asaidie sana. Kwa usije ukafanya maamuzi kuhusiana na maisha yako, kuhusiana na watoto wako, kuhusiana na mume wako, kuhusiana na kitu chochote kile, maamuzi mabaya ukiwa katika changamoto. Jipe muda wa kukaa na kutafakari. Ukiwa una hasira, muombe Mungu. Ukiwa katika changamoto, muombe Mungu. Usimseme mtu. Ukiona una jazba sana, kaa chini na umuombe Mungu, kwa sababu wakati mwingine unaweza kaongea maneno mabaya akawa hayampendezi Mungu. Watu wakiwa na hasira wakati mwingine huwa wanatukana, na mtu ambaye ameokoka kabisa, ukimsikia anachokisema huko unaweza usiamini. Jifunze kukaa kimya. Yaani nyakati za changamoto jifunze kunyamaza kimya, hata usiongee. Unaweza ukaongea ukakosea, kwa sababu haupo katika hali ya kawaida. Usikate tamaa katika changamoto. Vaa ule uhusika wa Ayubu leo hii. Kapoteza watoto wake, kapoteza mali, afya yake yenyewe ikawa haieleweki, anaumwa majipu mwili mzima, pesa, ng'ombe, mbuzi, vyote vimekufa, vimeondoka kabisa. Lakini akaendelea kumwamini Mungu. Ni stori ambazo tunasoma kwenye Biblia. Wakati mwingine kaa kuitafakari, iwe ni ya kwako hii. Alikuwa haukuwa ni wakati mzuri katika maisha yake. Na hii pia ni fundisho kwa wanawake. Kama mwenzako anapitia katika changamoto, kuwa makini sana na aina ya maamuzi ambayo unamshauri afanye. Mke wa Ayubu hakumshauri kitu kizuri Ayubu. Yeye aliona kwamba kwa nikimwambia afanye hivi atamuokoa na hizo tabu, lakini kama Ayubu angefanya vile, kilikuwa ni kitu kibaya zaidi. Kwani mwishoni Ayubu, story ya Ayubu inaishaje? Baadaye alikuja kupata hivyo vitu vyote vilivyopotea akaja kuvipata. Sijajua nini kiliendelea huko mbele maisha ya Ayubu, ila naamini, sidhani kama kuna changamoto nyingine ambayo ingemshinda Ayubu huko mbele kama aliweza kushinda hiyo. Mungu asaidie sana.
Na ndio maana unapaswa kuwa na maono, unapaswa kuwa na malengo, unapaswa kujua unatakiwa kufanya kitu gani, kwa sababu hatujui hapa katikati nini huwa kinatokea. Usipojua unachopaswa kufanya, ni rahisi sana changamoto yote kukutoa katika njia, kwa sababu wewe haujui, hauna direction, maisha yako yanaenda wapi. Ni rahisi sana. Lakini ukishajua unakoelekea, kwanza unakuwa unajua una misingi fulani unatakiwa kuifuata, una njia fulani unatakiwa kufuata. Kwa hiyo chochote cha tofauti kikitokea hakiwezi kukutoa katika mstari wako. Yaani hilo ninakuhakikishia kabisa. Changamoto unayopitia leo itapita na itakuja nyingine. Kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kulinda mtazamo wako nyakati za changamoto. Lakini pia kubwa zaidi, lazima ujifunze. Kujifunza ndio kila kitu. Asubuhi kwa wengine ambao mkuwepo, niliwaambia hivi, ushakuona gari likiwa mfano lipo katika mlima, watu wakilisukuma kidogo wanaweka jiwe kwenye ile tairi ili kwamba lisije likarudi nyuma wakaanza upya, si ndivyo? Na maisha yako yanatakiwa kuwa hivyo hivyo. Sasa ukisogea, weka kitu ili usirudi tena nyuma. Maana ni kwamba ujifunze katika kila changamoto ambayo unakutana nayo, hata kama upo sehemu ya tambalale, hata kama upo kwenye mteremko, weka kizingiti, usije ukarudi kule ulikotoka. Sasa vipindi vinatufundisha kitu gani? Vipindi vinatufundisha nini? Kwanza, vipindi vinatufundisha kupanga maisha. Umeshapitia nyakati fulani, umeshajua jinsi ulivyopita. Sasa unapaswa kupanga maisha yako ili kesho ikija tena kisikukute. Lakini pia changamoto zinatusaidia kuwa na imani, zinatujengea imani. Viongozi wakubwa, viongozi wa kweli huwa wanapatikana katika changamoto. Unajua, yoyote anaweza kuwa kiongozi. Kwenye raha, mtu yoyote anaweza kuongoza. Mchungaji mzuri, baba mzuri, rais mzuri, kiongozi wa taasisi mzuri, utamjua tu katika changamoto. Wapo wengine wababa huwa wanakimbia familia zao. Ushasikia habari kama hizo? Umetokea tu shida, kapotea, kaacha familia. Huyo sio kiongozi. Kiongozi huwa anakuwa mbele, na ndio maana Mungu tunamuita kama baba, sababu baba huwa anakuwa mbele, analinda watu wake, na ndio sifa kiongozi. Kiongozi yupo tayari kufa kwa ajili ya watu wake, kutetea watu wake. Baba anaweza akalala njaa, ila watoto akisha wanakula. Anaweza akarudi na kitu kidogo akaweka kwa ajili ya mtoto pamoja na mke wake, lakini yeye akalanja na akamwambia ameshiba, lakini wala hajashiba, ana njaa. Elida ni bora yeye aingie katika shida, lakini hao wengine wawe salama. Wababa wanapitia mambo mengi sana, na hii nichukue nafasi hii kuwaomba wamama muwe faraja kwenye familia. Kuna mengine hatusemaji. Unajua kuna muda unapitia mambo husemi, ni wewe mwenyewe nasikilizia hapa. Na ndio maana wanasema tafiti nyingi zinaonyesha kwamba wanaume wanakufa mapema kwa sababu wanakaa na vitu hawasemi, hawalii. Ukizidiwa jifiche sehemu, lia, lakini watu wasikuone bwana. Amina. Changamoto huwa zinatujengea imani, unakuwa una imani zaidi. Imagine imani aliyokuwa nayo Ayubu. Yaani Ayubu hakuna kitu ambacho kingemshinda kwa mambo ambayo aliyapitia. Ni mambo magumu sana, lakini Mungu huwa anakupa kitu kuendana na kitu ambacho unakimudu. Si Biblia imeandika, ukiona umekutana na jaribu, maana yake kwamba Mungu amekuamini unaliweza, kuvumilia. Yaani hilo unaliweza na utatoka. Lakini wakati mwingine changamoto zinatufundisha kuwa na subira, unakuwa mvumilivu. Ukishapita kwenye changamoto unajifunza kuwa na subira.
Subira manake nini? Subira manake ni kwamba ni pale unaposubiria kitu fulani ambacho unakiamini kwamba kitu hiki utakipata, hata kama unahisi wakati wa kukipata umefika na hujakipata, unakuwa hauna manung'uniko. Sikiliza, unakuwa hauna manung'uniko, wewe una imani kwamba utakipata, hata kama unahisi kwamba huu wakati umefika, nilipaswa kuwa nacho. Haunung'uniki. Ukiona unakuwa na manung'uniko alafu kuna kitu unakisubiria, sio subira. Subira unakuwa mvumilivu bila manung'uniko yoyote. Wewe unaamini kwamba hiki kitu ni cha kwangu, na ukweli ni kwamba subira pamoja na imani ndio msingi ama ndio silaha za ushindi wako katika hicho ambacho unakipitia. Endelea kuamini, endelea kusimama. Lakini kubwa zaidi, imani bila matendo imekufa. Unapoamini kitu, chukua hatua. Amini kwenye ndoto yako, chukua hatua, anza mchakato mdogo mdogo. Asubuhi nilikwambia kwamba Mungu huwa ana tabia ya kuingilia kati anapoona umechukua hatua. Hawezi akanyamaza kimya. Mgogoro huo unaamsha ubunifu. Sifa za changamoto ama migogoro, ndani ya migogoro huwa kunaamka ubunifu. Niliwaambia hapa mimi mchana, asubuhi niliwaambia kipindi cha maandamano kile, yaani nilijua mimi kumbe nina uwezo fulani, nilikuwa sijui. Katika changamoto huwa changamoto huwa zinaibua ubunifu fulani ukiwa katika changamoto, kwa sababu pale unakuwa unawaza vitu vingi, ama nijaribu hiki ama nijaribu hiki. Unaweza ukafanya kitu ambacho hukuwahi kufikiria kufanya kwenye maisha yako ukiwa katika changamoto, na ndicho ambacho kikakutoa ukawa mtu mwingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mgogoro huleta njia mpya ya kutatua matatizo ya zamani. Changamoto huleta njia mpya za kutatua matatizo ya zamani. Mgogoro hujenga viongozi. Utaandika Kutoka 14 mstari wa 13. Kubwa zaidi, mgogoro huwa unamrudisha mtu katika maono yake, kwenye kusudi lake. Changamoto, migogoro huwa inamrudisha mtu kwenye maono yake. Wakati mwingine Mungu atakuletea kitu ili akurudishe ambako unapaswa kuwa, sababu unaweza ukawa umeshapotea, unafanya kitu ambacho yani ni tofauti kabisa na mipango ya Mungu. Kwa hiyo Mungu anakuletea kitu fulani ili tu uweze kurudi kwenye maono yako. Na ndio maana ni muhimu kujifunza kwamba changamoto hii niliyopitia imenifundisha kitu gani. Usiache tu tukio likapita kwenye maisha yako bila kujifunza kitu chochote kile. Uwe una utaratibu wa kuandika matukio ambayo yanaendelea kwenye maisha yako. Itakusaidia sana baadaye. Unajua, usikiamini sana kichwa chako. Usikiamini sana kichwa chako. Vichwa huwa vina mambo mengi sana. Hivi ushawahi kusikiliza wimbo fulani sehemu ukasema nikifika nyumbani nitaudownload, afu ukafika umeusahau? Mimi hiyo huwa inanitokea. Na ndio maana ninapopata kitu chochote on time, hata kama ni kwenye simu, na notebook yangu ninaandika pale. Nikifika nyumbani naweka kwenye daftari. Nitakumbuka wakati ujao. Na ukiwa na malengo yako, hakikisha unayapitia malengo yako angalau kila siku. Ukishindwa kila siku, basi kila wiki angalia malengo yako uliojiwekea. Wewe unayarudia rudia. Unapoyarudia unakuwa unakumbuka kwamba kumbe kuna kitu fulani niliandika na bado sijakamilisha. Mimi na tabia kuandika hata watu ambao ninatakiwa niwapigie simu ndani ya wiki hiyo. Kwa mfano leo nikirudi, naanza kufikiria ni watu gani ambao ninapaswa kuwasiliana nao wiki hii. Naandika. Sababu kuna watu wengi, kwa kitu ambacho nakifanya mimi, kwa kazi yangu mimi, nawasiliana na watu wengi sana. Kwa wakati mwingine nimemwahidi mtu tutaongea muda fulani, nisipoandika nitasahau. Huwa inatokea nasahau, ananipigia yeye mwenyewe. Huwa sipendi mtu anipigie, inaonyesha kwamba wewe hujali. Sio kitu kizuri. Kwa hiyo huwa naandika.
napitia mtu fulani, nilipanga nimpigie muda fulani, namtafuta na kujengea pia uaminifu, watu wanakuamini. Kwa hiyo changamoto wakati mwingine zinakurudisha kwenye maono yako. Utasoma Yona 3:1 mpaka 2. Yona sura 3 mstari wa 1 hadi wa 2. Unarudishwa kwenye kitu ambacho ulitakiwa kufanya. Ulikuwa umeajiriwa, Mungu analeta ghasia tu, vurugu sizoeleweka pale ofisini, unatoka. Kumbe kwenye kutoka kwako kuna mtu unatakiwa ukutane naye ili uanze kufanya sasa kitu ambacho uliitwa kufanya. Watu wengi ndoto nyingi sana zimekufa kwenye ajira. Ndoto za watu wengi sana zimekufa kwenye ajira peke yake. Na hilo Mungu anisaidie. Mimi sina mpango wa kufanya kwa kuajiriwa miaka yote. Sina hiyo ratiba. Ajira ni kile kitu ambacho mtu anakupa ufanye. Mwanadamu mwenzako anakupa ufanye. Kusudi ama kazi ni kile kitu ambacho Mungu aliyokuumba anakupa ufanye. Tena Mungu sio anakupa ufanye, anakupa ukikamilishe. Yaani wewe ukikamilishe, kilishakamilika. Hivi mnajua kusudi tayari limekamilika. Kwa nini? Mfano mzuri tu. Yesu, kile kikao kilivyokaliwa kule mbinguni ili Yesu aje duniani, walikaa wakasemaje? Wakasemaje? Ni mtume nani akafanyaje? Ulimwenguni aje kufanyaje? Kwa kuomba lazima maana yake afe. Hawakuombea wanadamu. Kumbe alishakamilika, yani kusudi lilishakamilika tayari. Sasa wewe ndio kulikamilisha. Maana wakati mwingine Yesu alikuwa na ubinadamu 100%, akawa anaona hii kitu hapana hii. Lakini Roho wa Mungu akawa anamtia nguvu. Vivyo hivyo ndivyo mwanadamu umeumbwa ili uje ukamilishe kitu ambacho kimeshakamilika. Yaani kama ulizaliwa kuwa rais wa Tanzania wa mwaka fulani, maana yake ni kwamba tayari kule mbinguni umepigwa chapa, wewe ni rais wa Tanzania. Unachopaswa kukifanya ni kugundua tayari, kwa sababu kusudi lipo ndani yako. Ni kugundua nini kipo ndani yako. Ukishajua nini kipo ndani yako, uanze kukifanyia kazi, kwa sababu hicho ndicho ambacho unapaswa kukikamilisha. Na ukishakijua, uwe na uhakika kwamba hiki kitu kilishakamilika. Ni mimi tu mwenyewe ninapaswa kukikamilisha. Na ndio maana ni muhimu sana mtu kugundua kusudi la maisha yake. Ukishagundua kusudi la maisha yako, changamoto yoyote unayoipitia ni lazima utaishinda, kwa sababu unajua wewe unakoenda. Hakuna kitu hapa katikati kitakuzuia. Hatuvioni vitakavyotokea, na huwa vinatokea vikubwa. Wakati mwingine utabidi utekwe, ukafichwe huko. Wakati mwingine watu watakukata mkono. Sasa ukionyesha utakata mkono utaenda? Huwezi enda. Ila kwa sababu una kusudi liko mbele, wewe unacholenga ni kusudi lako. Malengo huwa yanatupa hamasa ya kuendelea kupambana. Ndio maana tunapaswa kuwa na nini? Na malengo. Mtu mmoja akasema, if you don't know where you are going, any road will take you there. Maana yake ni kwamba usipojua unakoenda, barabara yoyote itakupeleka inakotaka, na wewe utaona ni sawa tu, kwa sababu haujui kule unakoenda. Kwa hiyo changamoto huwa zinatufanya kuturudisha katika maono yetu, katika kusudi ambalo tuliumbiwa kuja kulifanya. Na unachopaswa kufahamu ni kwamba Mungu alikuumba ili uje ufanikiwe. Yaani hicho I guarantee you 100%. Mungu alikuumba uje ufanikiwe. Chochote Mungu alichokifanya, alikifanya kije kufanikiwa. Aliwaumba ndege kwa ajili ya kuruka angani, akawawekea uwezo wa kuruka angani. Ndio maana ndege hata kama kiwe kitoto kidogo, kikishaanza tu kupata mabawa, kuna namna fulani kinajua kinapaswa kuruka. Maana ule ni uwezo ambao uliwekewa ndani. Kwa samaki vivyo hivyo, ni automatic, ana huo uwezo wa kutembea kwenye maji, lakini ukimweka hapa atahangaika. Na mwanadamu ni vivyo hivyo, ana uwezo ndani yake ambao huo uwezo unapaswa kumsaidia kufika kule ambako anataka kufika. Shida tu ni kwamba huwa hatutaki kujisumbua kujua ndani yetu kuna uwezo gani. Mungu hajamuumba mtu aje kufeli. Haijalishi umezaliwa na rangi gani,
sikiliza, kuna kitu nilikisoma kilibadilisha sana mtazamo wangu. Namna ulivyoumbwa, mwili uliopewa, uwe mwembamba, uwe mnene, uwe mweusi, uwe mweupe, vile ambavyo Mungu amekuumba, nisikize kwa makini sana. Mungu alikumechisha, yani alikumechisha sawasawa na kusudi alilokuumbia uje kulifanya. Ni kama bidhaa. Mwanadamu ni kama bidhaa. Nilisema siku moja kwamba mtengenezaji wa simu alipoitengeneza ile simu aliiwekea kila kitu ndani yake. Mwishoni kabisa akawa na uhakika kwamba hii simu inaweza ikapiga, inaweza ikapokea, akaiwekea uwezo mbalimbali ambao simu inaweza ikafanya. Hakuishia hapo. Baada ya kujiridhisha kwamba hii simu inafanya kazi, sasa ndipo akachukua akaweka chapa ya hiyo kampuni katika hiyo bidhaa yake, kwamba hii bidhaa inawakilisha kampuni yetu, kwamba sisi tumejiridhisha kwamba hii bidhaa inaweza kukusaidia. Hakuishia hapo, akakupatia warranty, guarantee, kwamba tunakupa hii bidhaa uitumie kwa muda fulani, ukiona ina shida yoyote irudishe kwetu, tutairekebisha ama tutakupa nyingine. Hakuishia hapo, anakupatia na ile, ukinunua bidhaa kuna kuaga na kile kama kitabu kinachoeleza jinsi ya kutumia, inaitwa manyo, kwamba sasa hii bidhaa inatakiwa itumike hivi hivi na hivi. Kuna vitu humu utakiwa kuviunganisha, kuna vitu hivi utakiwa kufanya, si ndivyo? Na mwanadamu vivyo hivyo. Mtengenezaji wa bidhaa anaitengeneza ile bidhaa ili ikafanikiwe kutoa huduma ambayo inapaswa kutoa. Na Mungu ndivyo hivyo hivyo. Alimuumba mwanadamu aje afanikiwe. Na ndio maana kufeli kwako wewe kunamchukiza Mungu, kwa sababu unapofeli maana ni kwamba unaliharibu jina la Mungu. Kwa nikupe mfano mzuri tu. Unapika zako maandazi hapo juu, watu wakaja kununua hapo, mimi nikaja nikanunua, nikuta ile andazi limeungulia. Si lazima nitakusema yule ana maandazi mabaya, yule hajui kupika kabisa yule, na kutukanisha. Nikija kukwambia wewe Elia uende kununua pale, sio unajua nitapata andazi liloungulia, ninaharibu jina la mtengenezaji. Na ndio maana Mungu anataka wewe ufanikiwe. Mafanikio yako ni mazuri kwa Mungu, kwa sababu kupitia wewe Mungu anapata nini? Utukufu. Nimemsikia juzi, nimemwona kijana mmoja hivi mtandaoni huko, kipindi cha Kombe la Dunia, akasema, Mungu ninakushukuru sana, asante kwa kumuumba Lionel Messi, manake usingemuumba kijana kama huyu tusingepata raha kama hizi. Hapo Mungu hajapokea utukufu. Maana ni kwamba kitu ambacho Mungu, yani uwezo alioweka Mungu kwa yule mchezaji, watu wengine wanamshukuru Mungu kwa uumbaji wake aliofanya. Mimi nilipenda ile kwa sababu alirudisha sifa kwa Mungu, kwamba Mungu umefanya kitu kikubwa sana. Watu watajivunia wewe nini? Natoaga mfano wa Rais John Pombe Magufuli. Angalia Watanzania ambao wanamshukuru baada ya kuondoka, hata waliokuwa wampendi sasa hivi wanampenda. Yaani wanatamani kama angekuwepo tena. Watu watajivunia wewe nini? Kwa hiyo mafanikio yako ni mazuri kwa Mungu, na Mungu anataka wewe ufanikiwe. Kwa hiyo lazima uhangaike, ujue kusudi ulioitiwa kuja kulifanya hapa duniani ni kusudi gani. Kuna siku mbili muhimu sana katika maisha yako. Siku uliozaliwa, hiyo ni siku muhimu sana. Na siku nyingine ni siku utakapojua kwa nini ulizaliwa. Yaani lazima ujue kwa nini ulizaliwa. Mafanikio yako yanatokana na kutii sheria. Mungu amekupa sheria, amekupa mwongozo. Mungu amekupatia sheria. Wanadamu wamepewa sheria wazifuate. Si ndio hivyo? Kuna sheria zinamuongoza mwanadamu. Mungu alizitoa kwamba ukifanya hivi, ukifanya hivi, ukifanya hivi, utakuwa hivi. Ahadi ni nyingi sana katika Biblia. Ni nyingi sana, siwezi nikazisoma zote hapa. Kwa hiyo mafanikio yanatokana na kutii sheria ulizopewa. Mungu akisema usifanye hiki, usifanye. Amina. Kumbuka siku zote kwamba mgogoro hauwezi ukaua kipawa ulichopewa. Mgogoro hauwezi ukaondoa kipawa chako. Changamoto unayoipitia
haiwezi ikaua kile Mungu alichoweka ndani yako. Unaweza ukapoteza kazi, unaweza ukapoteza fedha, unaweza ukapata hasara kwenye biashara, lakini haina maana kwamba Mungu ameondoa kusudi lako, Mungu ameua uwezo wako. Hapana. Na hili linapaswa likutie moyo kwamba inapotokea upo katika changamoto yoyote, unaweza ukaishinda hiyo changamoto na ukaanza upya tena. Kwa changamoto yoyote haiwezi ikaua kipawa chako. Nimalizie kwa kusema kwamba usikate tamaa. Usije ukakata tamaa, au usije ukaonyesha hata dalili ya aina yoyote ile ya kukata tamaa, kwa sababu Mungu alishakuamini. Hicho tu kinatosha kukuhamasisha. Mungu alishakuamini. Yaani Mungu, sikiliza, nitaongea maneno magumu kidogo. Mungu kama asingekuwa na mpango na wewe, asingeruhusu hata uwepo kwenye ile tumbo la mama yako. Yaani asingeruhusu ule mchakato utokee. Alikuwa na uwezo wa kukuua tangu hata haujawa ile mbegu. Alikuwa na uwezo huo, lakini kama aliruhusu uzaliwe, ukakaa miezi 9 tumboni kwa mama yako, ukakua ukatoka, maana yake ni kwamba alikuwa ana kusudi na maisha yako. Na ndio maana upaswi kutoa mimba. Upaswi kutoa mimba. Upaswi kumlazimisha mtu atoe mimba, kwa sababu unapofanya hivyo sio tu unamkasirisha Mungu, unaua kusudi la Mungu. Kama Mungu ameruhusu itokee, maana ni kwamba alikuwa na mpango, alikuwa na nia. Yaani hata kama ilitokea hiyo mimba imepatikana katika hali isizoelezeka, hali mbaya, Mungu kama aliruhusu hiyo mbegu ipite, maana ni kwamba alikuwa ana kusudi na huyo mtu. Upaswi kabisa, yani ni kitu kibaya kabisa mtu kutoa mimba, kwa sababu unaua kusudi la Mungu. Yaani unaua maono makubwa sana. Na Mungu atusaidie. Kwa hiyo changamoto unayoipitia isiwe kikwazo cha kuharibu imani yako, cha kuua malengo yako na kukurudisha nyuma. Changamoto huwa hazidumu. Biblia imetuahidi kwamba kila kitu na wakati wake. Kama sasa hivi upo katika wakati wa jua, amini kwamba wakati wa mvua unakuja, wakati tulivu unakuja. Kama uko katika wakati tulivu, uwe tuna uhakika kwamba zitatokea nyakati za misukosuko. Hakikisha umejiandaa katika nyakati za misukosuko. Mungu usaidie sana. Unaweza ukafumba macho ukarudia maneno nitakayoyasema. Baba yangu wa mbinguni, katika jina la Yesu, nashukuru kwa zawadi ya uzima. Nashukuru kwa pumzi ya uhai ulionipa. Asante kwa kunilinda. Asante kwa kunisitiri. Asante hata kwa mambo ambayo siyaelewi. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema na mipango yako juu yangu ni mema. Hata katika changamoto nazozipitia, nasema asante kwa sababu najua bado haujaniacha. Ee Bwana wa mbinguni, ninakuja mbele zako kwa unyenyekevu. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Unisamehe mawazo yangu mabaya. Unisamehe maneno yangu mabaya. Nisamehe matendo yangu mabaya. Nipe nafasi tena. Nitakase kwa damu ya Yesu Kristo. Ioshe nafsi yangu, uoshe moyo wangu, ioshe akili yangu. Niondolee hofu, niondolee mashaka, niondolee mawazo ya kukata tamaa. Nijaze Roho wako Mtakatifu ili nisimame tena kwa nguvu, katika jina la Yesu Kristo. Wewe umesema hakuna kitu kinachodumu milele. Ninaamini hata hili litapita. Ninapokea nguvu ya uvumilivu. Ninatangaza kwamba sitakata tamaa, sitarudi nyuma, bali nitasimama imara.
mpaka nione ushindi wangu. Nipe hekima kuona fursa ndani ya changamoto. Nifungulie macho yangu nione fursa. Nisaidie kufanya maamuzi sahihi. Nifanye maamuzi sahihi. Nisaidie Bwana. Ninaamini kuwa kesho yangu ni bora kuliko leo. Ninaamini kuwa Bwana unafanya kazi ndani yangu. Ninapokea amani ndani ya moyo wangu. Ninaondoa hofu yote. Ninauachilia wasiwasi wote. Ninaruhusu amani. Nipe mawazo mapya. Nipe biashara mpya. Nipe fursa mpya. Nisaidie kutumia kile ulichonipa ili kujenga maisha bora. Kuanzia leo hii ninatangaza ushindi ndani ya maisha yangu. Kila msimu mgumu ninaupitia hautaniangamiza, bali utanijenga. Ninatoka katika hali hii nikiwa bora, nikiwa nina nguvu, nikiwa karibu zaidi na kusudi langu. Asante Mungu Baba. Asante kwa sababu wewe unasikia. Asante kwa sababu wewe utajibu. Ninaamini ushindi uko njiani. Ninaamini maisha yangu yatabadilika. Ninaomba haya nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana.